Peyo. Tupe kwanza. Mechi. Kwani mnafahamu mechi ngapi za viporo za Simba? 3 na zitakazoongezeka. 4. Nani na nani? Zitakazoongezeka. Nani? Ana Mashujaa. Ana Singida Black Stars. Ana Pamba. Okay. Hizo ndo nazikumbuka, lakini jumla na mechi 4. Kuna mechi hizaji hapo. Anyway, sawa. Ratiba hiyo inaonyesha Simba itacheza mechi 4 ndani ya siku 10 bila kupumzika ili kuwahi muda wa maandalizi ya mchezo wa kombe la finali la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane. Mchezo wa kwanza wa finali michuano hiyo utachezwa Morocco Mei 17 huku ule wa pili ukipangwa kupigwa Tanzania Mei 25. Anyway, siku 7 baadaye. Mchezo wa kwanza wa finali wa michuano hiyo kama ambavyo nimekuambia. Sasa ratiba za mechi za viporo. Mei 2 ni Simba dhidi ya Mashujaa. Mei 5 ni JKT dhidi ya Simba ambapo utakuwa pale Mbweni, na Simba dhidi ya Pamba, lakini pia KMC dhidi ya Simba Sport Club pale KMC Complex. Mechi hizi tukizitazama kwa pamoja zinaweza kuharibu namna ya mchezo mkubwa unaofuata ama zinaweza kujenga kwa ratiba hii. Na nafikiri Cheo aliona voice ya kocha wa Simba Sport Club Fadu David akizungumzia pia mechi hizi akiwa kule baada ya kutinga finali, kwamba ratiba ikoje na sasa ni muda wa sherehe kusimama rasmi kwa sababu kilichopo mbele yao ni kigumu zaidi. Mechi hizi zinaweza zikaongeza kitu kwenye mchezo huo wa finali ama zinaweza kuharibu pia? Mimi kwa nachokiona unaweza kwenye mchezo wa finali usiwe na nafasi kubwa. Kuharibu inawezekana, kuharibu hasa kwa maana ya kwamba wachezaji kutumika zaidi na ikatokea labda injuries za mchezaji ambaye ni muhimu. Yani hapo kwa moja ikitokea amepata injury, let's say mchezaji ambaye wanamtegemea zaidi kwenye kikosi then anakosekana kwenye mchezo wa finali, inaweza ikawa ni changamoto. Kwa mfano mimi finali ambayo alicheza Young Africans, naamini kukosekana kwa Ali Diaucho kulichangia pakubwa Young Africans kushindwa kunyanyua lile kombe. Uwezekano ulikuwa mkubwa kama Aucho angekuepo, let's say yupo hapa, ingekwaje Young Africans waruhusu bao 2 kwa namna moja ama nyingine, kuna kitu ambacho angekiongeza. Kwa hiyo hizi mechi mfululizo ikitokea kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu anacheza leo baada ya siku 2-3 mchezaji kacheza akapata majeraha ambaye ni mchezaji muhimu, inaweza ikaenda ikaathiri kwenye mchezo wa finali. Lakini pakubwa napoona Simba wanaweza wakapata madhara ni kwenye ligi penyewe, kwa sababu mimi naamini mwalimu atakuwa akijitahidi kadri anavyoweza kufanya rotation kubwa. Yani hawezi kuwatumia wachezaji wale kwa mfululizo, kwa sababu anaamini ana mchezo muhimu uko mbele. Sasa atakapokuwa akifanya rotation na ni match after match, kuna namna ambavyo inaweza ikawaathiri Simba kwenye mchezo mmoja wapo ndani ya ligi, kwa sababu it's not, yani sio rahisi. Tarehe 2 umecheza, tarehe 5 umecheza, tarehe 8 umecheza, tarehe 11 umecheza. Yani kwa namna ambavyo mechi zinafuatana, na hata ukikitazama kikosi cha Simba sio kwamba nikipana kwa kiwango hicho. Yani ukiwatazama wachezaji wa Simba wanajirudia, yani ni wale kusema kwamba utakuwa una believe mchezaji fulani ambaye amebaki kwenye bench naweza nikamwamini kwenye mechi 2-3, inakuwa ngumu. Kwa hiyo mwalimu atakuwa analazimika kubadilika kwenye kufanya vile. Kuna mechi ambazo utazikutana nazo ni ngumu, zinaweza zikakuathiri. Kwa hiyo mimi naona ugumu mkubwa wa Simba kwenye ratiba hii ni ndani ya ligi hapo. Kumbuka pia watakuwa wakiwa wanacheza kwenye pressure kubwa, kwa sababu ikitokea Simba amedondosha alama kwenye mchezo wowote ule, ina maana anaendelea kutengeneza gap kubwa kwa Young Africans, na hiyo inampa Young Africans uhuru wa kwamba nikishinda mechi zote ambazo zitakuwa zimesalia, moja kwa moja mimi nasubiri mchezo wa mwisho na nitakuwa nimekuwa bingwa hata kabla ya mchezo wa mwisho, kwa sababu atakuwa juu alama 4 na umebaki mchezo mmoja, which is tayari ameshakuwa bingwa. Kwa hiyo Simba atakuwa pia anacheza kwa pressure kubwa. Mwalimu atakuwa kwa kijaribu, ninabidi niwatumie wachezaji kadhaa, inabidi wengine niwape nafasi ya kupumzika. At the end of the day, kwenye hiyo mchanganyiko wa kufanya maamuzi, naona Simba kwenye michezo hii ambayo anakwenda kuicheza kwenye ligi, kuna eneo ambalo anaweza asikae vizuri akateleza. Tukiwazungumzia JKT, wamepoteza mchezo mmoja mpaka sasa kwenye kiwanja chao cha nyumbani. Simba anakwenda pale. Mchezo wa kwanza dhidi ya JKT haukuwa rahisi kwa Simba. Dakika za jioni kabisa wanapata mkwaju wa penalty ambao ndio huo uliweza kuwanufaisha, lakini inaonekana namna gani mchezo ulikuwa mgumu, na pale ilikuwa KMC Complex. Haya, wapeleke sasa General Isamuyo, ambapo JKT amepoteza mchezo mmoja dhidi ya Singida, mengine yote aidha ameshinda au amepata sare. Hauwezi ukaweka urahisi kwa Simba. Azam kapata sare pale, Suria bila kufungana.
kufungana, Yanga kapata suluhu bila kufungana. It means kwa timu za kaliba hiyo na Simba kienda pale kunaweza kuwa kuna ugumu. Hapo kwenye ratiba bado unakwenda kukutana na KMC, unakwenda kukutana na timu Mashujaa, timu ambazo si nyepesi kwa namna moja ama nyingine, zikijaribu kujiweka eneo zuri kutocheza kwenye playoff. Kwa hiyo Simba akijichanganya kwenye hiyo michezo naona ndo kuna ugumu, lakini kuelekea mchezo ule wa mwisho kama kutakuwa kuna majeraha, atakuwa na siku 6, tarehe 11 ndo mchezo wake wa mwisho, anaweza akajipanga na kwenda kufanya vizuri. Sawa. Una utofauti kwenye mechi? Intensity yake haiwezi kufanana na intensity ya mechi ya finali. Ukiangalia Simba kwenye mechi za ligi, imezungumzwa swala la kufanyika rotation, imezungumzwa swala la wachezaji wanaweza kupata majeraha kwenye mechi za ligi. Inategemea na focus ya sasa ya timu iko wapi. Yani sisi hapa tunazungumza, lakini Fred Davis na Zuju wake wakikaa chini, wao wana target zao msimu kwa hapa walikofika. Wanaweza wakawa wameamua bwana, kwenye ligi tuna nafasi ya kuchukua ubingwa, lakini nafasi yake haiko wazi sana kama kwenye kombe la shirikisho. Kombe la shirikisho tuna mechi 2 tu ambazo tunaweza sisi tukikomaa zikatupa ubingwa. Mimi ndio maana nilisema kama kuna sehemu ni rahisi kwa Simba sasa hivi kuamua kuweka malengo na akatoboa ni kwenye kombe la shirikisho. Ana mechi 2, ana moja anaanza ugenini, nyingine za nyumbani. Akifanikiwa kuzicheza vizuri kimkakati, ana uwezo wa kuchukua ubingwa. Kwenye ligi it's uncertain, haijulikani kama anaweza akawa bingwa kweli yeye au akawa bingwa Young Africans. Na most favorite kwenye ligi mpaka sasa bado nampa Yanga nafasi ya kumaliza akawa bingwa. Alafu ukiangalia ratiba hizo mechi za Simba za sasa kwenye ligi, ukiangalia zina faida na hasara. Mimi ningekuwa sehemu ya kumshauri Fred Davis, ningemwambia focus yetu kubwa tuihamishie kwenye kombe la shirikisho. Timu haijawahi kushinda hiki kikombe, ligi tumewahi kushinda hiki kikombe. We will try our level best kwenye ligi, tutajitahidi kadri tunavyoweza kwenye hizo mechi zetu za viporo tusipoteze. Lakini tusije tukafikia kiwango cha kuriski matumizi ya wachezaji ambao watatukosti tushindwe kuja kucheza vizuri finali yetu ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mwalimu ana uwezo wa kukaa na wachezaji wake wakakubaliana, target yetu ya kwanza msimu huu ni nini kwa hapa tulipofika, tuchukue ubingwa wa kombe la shirikisho. Lakini wachezaji ambao nitawatumia kwenye kombe la shirikisho kwenye finali lazima niwalinde kwenye hizo mechi 4 za ligi ambazo tunaenda kucheza. Kivipi? Cha kwanza nitawapa muda mchache wa kucheza. Sitoanzisha wachezaji ambao huwa hawachezi mara kwa mara. Nitakuwa nafanya hivyo mara chache sana. Mara nyingi nitawaanzisha nyinyi kina Mpanzu, ila ninachokitaka kutoka kwenu mtengeneze matokeo tupate mapema ili niwahi kuwapumzisha. Ikiwezekana hata half time tu ukienda usirudi nikutoe, upate muda mwingi wa kurecover, kwa sababu nikikutumia leo kipindi cha kwanza ukanipa mechi umenipa matokeo, nikikutoa utakuwa una energy kubwa ya kurudi mechi inayofuata. Kipindi kimoja tu ukanipa ukanitengenezea matokeo mazuri. Hiyo ni kwenye ligi. Lakini anajiandaaje kutumia mechi za ligi kwenda kwenye finali? Ni kuambia wachezaji wake kwamba kwenye uwanja wa mazoezi hauwezi ukajiandaa siku moja, siku 2, siku 3, siku 4 kucheza dhidi ya RS Berkane. Unahitaji siku nyingi za maandalizi. Unazipatia wapi? Anapaswa kutumia hizi mechi za ligi kama sehemu ya kujiandaa na mechi yake ya finali Fred Davis. Kwa maana ya kwamba inawezekana kuna vitu anaweza sasa hivi akaenda kuvifundisha mazoezini ili wachezaji waweze kuvipractice, viweze kukaa kwenye akili yao, aweze kuja kuviimplement kwenye mechi ya finali. Sasa ili ajue wachezaji wake wameweza kuvikopa hivyo vitu, aone wanavipractice kwenye hizi mechi za ligi. Inawezekana zinaonekana siko karibu, lakini mwalimu akiona vinaweza kuimplemented, anapata moyo, kumbe nina uwezo wa kuingia nao kwenye finali, wakawa na mentality ya kutumia vile vitu nilivyoelekeza. Kwa hiyo mimi naamini mwalimu anaweza kutumia hizi mechi za ligi kama sehemu ya maandalizi yake ya kucheza finali, isipokuwa tunajua kuna tofauti kubwa sana ya ugumu wa mechi ya finali na hizi mechi ambazo anaenda kucheza ligi. Za ligi ni mechi nyepesi kuliko mechi anayoenda kucheza 2 za finali. Zile ni mechi za kiwango kikubwa kwa sababu yale mashindano ni makubwa kuliko ligi yetu. Ligi yetu sisi ukiangalia timu zinazoshiriki ligi, timu zinazomsumbua kichwa Simba ni Yanga labda na Azam. Akienda kombe la shirikisho Simba kila timu anayokutana nayo inampa ushindani. Kwa hiyo kwenye kombe la shirikisho Simba ana ushindani mkubwa kuliko kwenye ligi, kwa sababu kombe la shirikisho linakutanisha timu nyingi bora kuliko ligi anayotokea Simba. Sawa, tukimalizia kwenye hili labda kwa wachezaji wenyewe sasa, focus natakiwa iwe wapi au waihamishiwe wapi zaidi focus yao? Nafikiri mwalimu atakwenda kwa address moja kwa moja kwamba sasa hapa sisi tunachokiwania ni nini.
sio vibaya, lakini jana nilizungumzia kidogo kwamba ratiba yao kuna wakati kama imekaa very tragic, na hiyo inahitaji tu ujue mpira ndio uweze kuzungumza hivyo. Nitaangalia ile ratiba kama ninayo kwa haraka hapa. Sawa. Nafikiri nilikuwa nayo mpaka jana usiku, kwa hiyo hapa inaweza kuwa rahisi sana kupatikana. Ratiba ya Simba Mei 2 ama Mei 2 Simba dhidi ya Mashujaa uwanja wa nyumbani. Mei 5 JKT pale Isamuyo watacheza dhidi ya Simba. Mei 8 Simba anacheza dhidi ya Pamba Jiji. Simba atakuwa nyumbani. Mei 11 KMC atamkaribisha Simba katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi pale mkoani Tabora. Ukitazama mfululizo wa hizi mechi, kuna wakati ambao unaweza kubaki na unajiuliza maswali mengi sana. Namna gani Simba ambao wataihandle hii ratiba? Tarehe 2 acheze, tarehe 5 acheze, tarehe 8 acheze, tarehe 11 acheze. Kila baada ya saa 72 yupo uwanjani. Kila baada ya saa 72 ama kila kwenye saa 72, kwa sababu na hapo 5 da 8 Mwanza alafu 11 da. Mwanza itakuwa hapa. Yes, hii ya Mwanza Pamba itakuwa Dar es Salaam. Okay. Lakini tarehe 11 Tabora, 17 Morocco. Akirudi ana mechi ile ya FA ambayo litakuwa kucheza dhidi ya Singida. Sasa itabidi acheze either kwanza finali ama acheze hiyo mechi yake dhidi ya Singida ndio aendelee na finali. Mechi ya Singida itochezwa. Simba anaweza finali zake zote. Ilikuwa tarehe 17. Ilikuwa siku ya tarehe mechi ya wanaoenda kucheza Morocco kule. Lakini ile mechi itaota ambao haitachezwa. Ile mechi itachezwa Simba akishamaliza finali zake zote. Lakini leo hii Simba na mechi 4 mfululizo zinakuja, lakini ni matokeo ya mambo ambayo waliyafanya kwa maamuzi yao. Mimi niliexpect Simba anacheza mechi moja, ilipaswa alikuwa asipumzike wiki nzima bila mechi mpaka timu nyingine ya kombe la shirikisho. Angekuwa anacheza mechi yake moja katikati ya wiki, angekuwa anapunguza mzigo. Sawa. Tunaenda kwenye dunia mpya yenye bata na raha. Tukirudi hapa, Mshui kwa hapa Choni kabisa, na atahakikisha kila mtu anapata sahihi yake asubuhi ya leo. Uko hapo na tusikiliza muda huu, basi tukwambie tu hii ni Bongo FM. Na jinsi ya kushiriki, nenda kwenye menyu yako ya malipo, kalipe bili, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111 zenye ubora. Yanga anacheza fainali ya kombe dhaifu lenye heshima kubwa nchini kwa sababu ya muungano, lakini Simba anacheza kombe lenye ushindani mkubwa kuliko Young Africans. Simba nafikiri wako proud kwa sababu wanacheza fainali ya kombe ambalo liliwakutanisha na watu wengi wenye ubora kuliko. Uwezi kufananisha kombe la muungano na kombe la shirikisho. Muungano ni sehemu ya kutengeneza historia na heshima kubwa, lakini sio kombe ambalo lina hadhi ukifananisha na kombe la shirikisho. Mimi hata leo ningeambiwa niwaambie Simba wachague ligi na shirikisho, ningewaambia focus kwenye kombe la shirikisho kuliko ligi. Ligi of course umecheza msimu mzima, inakupa credibility ya wewe kucheza michuano ya kimataifa, ukiwa bingwa unashiriki ligi ya mabingwa, lakini kwa nafasi aliyoko Simba, hata mfano imetokea kwenye ligi ya maliza wa pili, bado watakuwa wamekata tiketi au kucheza Champions League msimu ujao. Kombe la ligi lina mkusanyiko wa timu nyingi dhaifu, alafu lina mkusanyiko wa timu 3 au 2 zenye ubora, Yanga, Simba na Azam. Kombe la shirikisho unakutana na timu nyingi nzuri zenye ubora, zenye nguvu, zenye ushindani kuliko kwenye ligi. Ligi ingekuwa ni sehemu nzuri ya watu kujipima wana ubora, basi leo hii bingwa mtetezi wa ligi asingekuwa ametoka kwenye Champions League. Ligi yetu ya Tanzania ni miongoni mwa ligi dhaifu duniani mpaka sasa. Inaongozwa na timu 3 au 2 tu ambazo zina ubora wa kujirudia. Ukilinganisha na michuano ambayo inahusisha timu nyingi nzuri kutoka barani Afrika ambazo zinakupa uhakika wa kuipa changamoto timu yako. Leo hii imagine Simba au Yanga wanacheza michuano ya kimataifa aliyakuwa hawana uhakika wa kushinda. Simba kawahi kufungwa kwa Mkapa hapa na Raja Casablanca, kawahi kufungwa hapa na Ahli, kawahi kufungwa hapa na Jwaneng Galaxy. Yanga kapigwa hapa goli 2 na Al Hilal Omdurman. Yaani Yanga na Simba wanafika stage kwenye mashindano hawana uhakika wa kushinda. Pale ndio unaona kweli wako kwenye ushindani ambao wanaweza nao. Wanaweza wakacheza na wanaona hata maandalizi ya Yanga akicheza na timu kwenye Champions League au shirikisho hayafanani na maandalizi anayokuwa nayo kwenye mechi za ligi kuu, kwa sababu kwenye ligi huko anapiga timu nyingi Yanga kwa sababu uwezo wao ni mdogo,
licha ya kwamba Yanga wana timu nzuri, wana timu bora, lakini ligi yetu ina mkusanyiko wa timu nyingi ambazo hazina uwezo wa kushindana na Yanga na Simba. Sio kifedha, kiuwezo. Quality ya wachezaji wa Yanga na Simba ni kubwa sana ukilinganisha na wachezaji walioko kwenye ligi yetu wa timu za madaraja ya kati. Lakini Yanga na Simba kwa ubora wa wachezaji wao, wakienda kwenye mechi za kombe la shirikisho, ligi ya mabingwa, tunawaona wanakutana na timu ambazo na zenyewe zimejengeka kwa kuwa na wachezaji wazuri ambao wanawafanya Yanga na Simba wakati mwingine wanaonekana dhaifu. Yaani unaona wanafika sehemu unaona Yanga au Simba wamezidiwa. Ni kwa sababu kule wanakutana na watu ambao uwezo wao unalingana au unatofautiana kidogo. Kwa mimi Simba kombe la shirikisho kwao wakilipata itakuwa ni bora zaidi kuliko kombe la ligi kuu, kwa sababu kombe la shirikisho ni kombe ambalo mechi yako lazima utacheza ukimbii. Kombe la ligi ukiamua kuna mechi unakimbia na bodi haikufanyi kitu chochote. Ukicheza kwenye kombe la shirikisho ukimbii mechi, unalazimika kucheza mechi zako zote kama zilivyopangwa. Alafu regardless utakuwa huko kwenye wakati gani, kombe la shirikisho kwa sasa kwa Simba lina heshima kubwa kuliko kombe la ligi kuu ya Tanzania bara, kwa sababu ligi kuu Tanzania bara Simba kashabeba ile kombe mara nyingi. Ukienda kwenye kombe la shirikisho Simba hajawahi kubeba ile kombe. Kwa hiyo akishinda ile anakuwa yeye taifa la kwanza ukanda wetu huu, lakini hapa nyumbani ndio kabisa. Kwa hiyo mimi siwezi kulinganisha finali ya kombe la muungano na kombe la shirikisho. Kombe la muungano ni kombe la heshima ya kudumisha muungano uliopo kati ya bara na visiwani, lakini kombe la shirikisho tunazungumzia bara lote la Afrika, wanatoa timu kwenda kushindana kumtafuta bingwa. Kwa hiyo kwangu mimi naamini Simba ni uchaguzi sahihi kama nguvu zao wakiwekeza zaidi kwenye kombe la shirikisho. Na kama mtu anataka kupinga kwamba kombe la shirikisho sio bora kuliko ligi kuu, chukua timu za ligi kuu zetu hizi, watoe Yanga na Simba, mchukue Azam na wadogo zake wote wapeleke kombe la shirikisho. Hakuna hata mmoja ambaye ataweza kufika robo finali kwa ubora walionao. Leo hii tunaona Yanga na Simba za shirikisho wame break through mpaka robo finali kwa sababu wana ubora mkubwa. Lakini timu zetu nyingine zote zilizobaki kwenye ligi ukizipeleka kombe la shirikisho, hakuna timu inaweza kutoboa kufika hata robo finali au hata makundi tu ya kombe la shirikisho. Tumeziona hapa timu nyingi zimekwenda zinaishia kwenye hatua za awali. Haiwezi ukanishawishi mimi kuamini kwamba tuna ligi bora. Ndio maana tunataka kukaa tunasifu ligi yetu. Ligi yetu sisi imekuwa maarufu, lakini kwenye swala la ubora bado tuna safari ndefu. Isipokuwa lazima tuwape credit Simba kwa sasa. Tunatumia kichaka chao kujifichia kusema tuna ligi bora, lakini ubora ni Simba wameonyesha kwenye mashindano wao as a team, sio as a league. Ni timu ndio imeenda kule imedeliver na wala sio ligi. Kwa wala tusio tunajifichia kwenye vichaka vya kusema Yanga na Simba wakifika nusu finali au robo basi tuna ligi bora. Hapana, tuna timu za Simba na Yanga bora kuliko timu zingine zote kwenye ligi. Ndio hizo zinazoenda kutuwakilisha kule, lakini haziakisi ubora wa ligi unayotokea. Sawa. Mimi nilizungumza hivi kwa sababu nafikiri kombe la muungano lilokuwa hapa Young Africans ni zuri sana kama hutalizingatia walilopo Simba. Yaani ni kombe ambalo kama hutaangalia, anasema dagaa ni nzuri sana kama hutaangalia utasikilizia pilau ya jirani. Yes, lakini ukianza kulinganisha na Simba, Simba pilau la jirani nakuwa nanukia, sio nikaga nini jamaa. Shanga mpika mchele wa kiela huko. Shida itakapoanza ni pale utakapoanza kujumuisha hesabu za Simba kwenye hesabu zako. Kombe la muungano comparing na kombe la shirikisho barani Afrika, jamani, zima moto. Sawa. JKU. Sawa. So ukichukua wote in the same comparison, Simba yupo far miles away kutoka kwenye kile ambacho Yanga anashiriki. Sawa. Mimi naomba niende straight sasa kwa sababu kwa goli moja hili ni jambo zuri na la kupigiwa makofi kwanza kwa serikali ya Dr. Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6, kwa sababu hakuna nchi ambayo imewahi kuendelea kwenye michezo kama rais wa nchi hasupport, na tumeona jitihada zake katika kusupport katika hili ambalo liko mbele yetu kwa sasa, finali ya kombe la shirikisho Afrika, Simba Sport Club akiwa na Berkane. Mchezo wa kwanza unachezwa
wa kwanza unachezwa ugenini Morocco kwa afu wa pili unakuja kumaliziwa hapa. Mchezo wa kwanza unachezwa tarehe 17 afu anakuja kumaliza hapa tarehe 25. Milioni 30 tukipata mara 3 ni milioni 90. I say mara 3. Kwanza hili lipongezwe. Ushindi, si ndio? Yaani wao wameshinda pia. Mimi nafikiri tuanze kwanza kwa kupongeza. Ni pongezi kubwa kwa kitu ambacho anakifanya Mheshimiwa Rais. Unajua unapokuwa una support vijana, wanaona support hiyo kubwa kutoka kwa raia namba moja, kuna namna ambavyo inawamotivate. Yaani unakuwa kuna kitu unakiongeza. Kuna yale matamanio ya wao binafsi kufanya vizuri, then unaongeza na matamanio mengine kwamba nchi inatutazama, rais yuko upande wetu, then na kuna kiasi cha pesa pia ambacho kinakwenda kuongezeka kila bao ambalo tunalipata. Let's say, yani mimi naona hii motivation yake iko wapi? Let's say umeshapata goli moja, si ndio? Na unafahamu michuano hii magoli yanamata sana unapokuwa ugenini au nyumbani, yani idadi na tunaanzia ugenini na yanamata zaidi. Yes, sasa imetokea labda ugenini labda sare ya 1-1. Kwa hiyo unakuja hapa unafanya kile unaloweza kuweza kuhakikisha kwamba unapata at least mabao 2-3. Kwa hiyo kwanza kwenye kujiweka vizuri, kuvuka, lakini unafahamu pia kuna mshiko na kuna support kubwa. Mimi naamini kwa kusikia hili kuna namna ambavyo wamekuwa motivated, wameongezea nguvu ili waweze kufanya vizuri kwenye hiyo michuano. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais na amekuwa akiongeza thamani kulingana na eneo ambalo umefika. Hii inakupa matamanio kwamba okay, nikiendelea kufanya vizuri na maana nitaendelea kupata kilicho zaidi. Kumbuka Simba baada ya hapa pia watakuwa na michuano mingine. Wanaweza wakifuzu wanakwenda kwenye Super Cup dhidi ya bingwa wa michuano ya CAF Champions League, ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo wanaweza wakasema okay, na tukivuka labda tukapata kilicho kikubwa zaidi. Kwa hiyo naamini kuna motivation ambayo anaipata na rais kuonekana anaisupport michezo. It means na watu wengine wote huko wanaona okay, kama rais ana support sisi tunakuwa wapi? Kwa nini tunachelewa? Na hata unavyoona uwanja unashughulikiwa kwa haraka hivi ni kwa sababu ya support kubwa kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Kashazungumza hivyo na unajiuliza tena kwa hili tena tuwapeleke labda Zanzibar wapi? Hapana. Tufanye kadri tunavyoweza ili mechi iweze kuchezwa kwenye dimba la Mkapa ambapo Simba wanaamini ukifika pale hatoki mtu, na imekuwa ni hivyo kwa kazi ambayo amekuwa akifanya kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Kuna namna ongezeko hili la fedha linaiongezea pia Simba nguvu, especially wachezaji kwa ajili ya kuweza kufuzu ama kupata kombe. Sasa maana kilichopo mbele yao ni kombe na litakuwa katika dimba la Benjamin Mkapa live. Literally rais anapowapa hamasa, kwa mfano kama Simba alivyoongezewa hela kwenye goli la rais, pale wao unaweza ukasema kwenye upande mmoja wamepewa hamasa, lakini uhalisia ni kwamba rais amewatuma wakashinda kikombe. Yani kwa nini rais aliongeza hela? Kwa nini hakuongeza hela mlipotoka hatua ya makundi kuingia robo finali? Au kwa nini hakuongeza hela ya goli lake kutoka mlipotoka robo finali kuingia nusu finali? Kaongeza wakati mpo kwenye finali kwa sababu ana uhitaji na kupata nchi yake iwe na heshima kubwa. Kwa wachezaji inawezekana ikawa ni sehemu ya historia kwenye maisha yao, lakini kama nchi pia Simba akishinda ubingwa wa kombe la shirikisho itakuwa ni historia kama nchi. Kwa hiyo unaweza kuona ukubwa wa mechi ya finali na ukubwa wa hadhi ya mashindano ya kombe la shirikisho na ukubwa wa hadhi wa matokeo mazuri kama Simba atafanikiwa kuyapata. Maana yake ni kwamba Mheshimiwa Rais kwenye kichwa anachokifanya kwa sasa kulipa thamani goli moja tu milioni 30, tafsiri yake ni kwamba anaonyesha Simba ni kwa namna gani nchi yetu tunaweza kutumia mpira wa miguu kuipa heshima kubwa. Kwa hiyo kwa wachezaji itabaki kuwa deni kwenye maeneo mawili. Deni namba moja ni kumpa furaha Mheshimiwa Rais ambaye ametambua jitihada za wachezaji naye anaamua kuwapa hamasa. Deni la pili ni kuionyesha Afrika kwamba regardless rais ananunua magoli, thamani inapanda ya magoli ananunua, lakini sisi kutengeneza legacy kwa ajili ya taifa ilikuwa ni miongoni mwa vitu ambavyo tunakusudiwa kuvifanya. Lakini pia kutengeneza legacy kwa ajili ya klabu ni miongoni mwa vitu ambavyo tunalazimika kuvifanya. Ukiangalia Simba namna ambavyo sasa hivi wanaenda kucheza finali na RS Berkane, goli moja na milioni 30 kama wanashinda, tafsiri yake kwa wachezaji inaongeza hamasa kwa sababu watapata pesa, lakini kwa namna nyingine wachezaji wanatimiza takwa la makusudi la Mheshimiwa Rais la kuifanya Tanzania iendelee kukaa kwenye viwango vya juu kupitia michezo, kwa sababu ni miongoni mwa sekta ambayo imeonyesha ina uwezo wa kuitangaza nchi, ina uwezo wa kutangaza vivutio vya nchi, ina uwezo wa kuitambulisha nchi maeneo mbalimbali duniani kupitia sekta ya michezo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais katika hicho alichokifanya kwa Simba kina tafsiri nyingi. Tafsiri ya kuhamasisha wachezaji,
kutengeneza historia yao, tafsiri ya kutengeneza wachezaji wahamasike kutengeneza urithi wa nchi na historia, lakini pia wachezaji kutengeneza sehemu ya maisha yao kupitia hizo pesa wanazopata. Siku hapa tutakuja na hesabu Simba wamekusanya kiasi gani tangu wako kwenye hatua makundi mpaka wamefika kwenye nusu finali. Wamemaliza mechi zao wamekusanya shilingi ngapi? Alafu tugawe tu kwa idadi ya wachezaji ambao wako kwenye kikosi kizima. Unaweza kuona kuna kila mchezaji mmoja kaondoka na pesa nyingi ambayo isingepatikana kwa wao tu kama bila Mheshimiwa Rais kuweka mkono wake hapo. Kwa hiyo kwangu mimi naamini Mheshimiwa Rais ana mchango mkubwa kwenye hicho anachokifanya, na inawezekana ikawa ni miongoni mwa sehemu za sisi kama Watanzania kujivunia, na hata wachezaji pia sehemu mojawapo ya kujivunia. Afrika kuna mataifa mengi yanacheza mpira wa miguu, yanacheza mashindano ya kombe la shirikisho, lakini ni mataifa machache ama sisi peke yetu unaweza kukuta tunapata mchango wa moja kwa moja kutoka kwa Mheshimiwa Rais katika kununua goli katika kila mechi. Kwa hiyo kwangu mimi naamini Rais amefanya kitu kikubwa, na wachezaji wanatakiwa kurespond kwa namna kubwa kama ambavyo Rais amefanya, na namna pekee ya wachezaji wa Simba kurespond kama alivyofanya Mheshimiwa Rais ni wao kupata matokeo mazuri, wakashinda ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu. Sawa. Kwa kumalizia tu, mimi nilichagua viwanja viwili ambavyo pengine labda tunaweza tukavizungumza hapa. Upete atazungumzia uwanja wa Cairo ulioko pale Misri. Uwanja huu wa Moses Mabida ulijengwa 2007 na kukamilika 2009. Na ulijengwa kwa dola milioni 450 za Kimarekani, na mpaka sasa unatumika, na kiukweli unavutia sehemu mbalimbali. Natamani ningekuwa na video zote, lakini naweza mkaangalia YouTube na mkauona. Unavutia sehemu mbalimbali sana, kuanzia kwa waandishi wa habari, kwa mashabiki na kadhalika, lakini pia pitch na kila sehemu. Lakini pia pale ambapo tulikuwa tumeketi, uwanja huu unaendelea kufanya marekebisho ambayo kama alivyosema Upete hayafanyi kama kuharibu kilichotokea nyuma ama kufunika kilichotokea nyuma, ni kama kuendeleza mbele uzuri wa uwanja huo. Na kitu kingine kizuri, uwanja huo bwana unazidi kuleta taswira nzuri ya eneo lililopo. Mfano pale Temeke, uwanja wa Benjamin Mkapa kuna namna unavutia zaidi na kuifanya Temeke ivutie zaidi. Yaani ni kivutio pia ukiacha kuingizia tu pato la taifa. Uwanja wa Cairo uwanja wa Cairo umejengwa mwaka 1955 ukakamilika mwaka 1960. Na tangu hapo na tumeona timu tatu. Timu ya taifa ya Misri, timu ya taifa ya Misri, Al Ahly pamoja na Zamalek. Lakini pia kuna wakati ambao klabu ya kuna timu moja Talal Al-Geish walikuwa wanatumia uwanja ule kabla hawajahamia kwenye eneo la pembe ya Cairo. Lakini pia kwa kutoa huo mfano, kwa uwanja unaitwa Burj Al Arab hautumiwi na timu yoyote ya ligi. Yaani hautumiwi na timu yoyote. Walikuwa wanatumia kidogo Al Masry kwa siku za hivi karibuni, lakini bado wakarudi Suez pale Ismailia. Lakini muda wowote wakitaka kutumia wao unakuwa tayari. CAF ana approve kila mwaka uweze kutumika kwenye mashindano. Haujawahi kuharibika? Haujawahi. Matunzo yanaendelea kama hata kama hautumiki na timu kwenye ligi yoyote. Ndio ile wanashangaa Ahli sijui mechi yake apeleka Alexandria, basi ni kwenye uwanja huu. Sawa. Basi ni kwenye uwanja huu. Burj Al Arab hauna timu yoyote ya ligi inayotumia, wala hakuna timu yoyote ambayo klabu yoyote ambayo inayotumia kwa matumizi yake ya kawaida. Lakini bado umebaki kwenye ile standard. Cairo International hatuwezi kuzungumza kwa sababu kila mtu anauona. Yaani ukitazama mechi yoyote ya Zamalek na Ahli, basi unautazama Cairo International. Moja kati ya viwanja bora na vikubwa sana barani Afrika ni pamoja na uwanja ule. Unameza watu 75,000 waliokaa. Lakini wanasema ukizidishwa kwa maana ya watu wakataka idadi ya zaidi, unaweza kuchukua mpaka watu 90,000 kwa wakati mmoja. Ukitazama pitch yake, kwa mfano sasa hivi tunavyozungumza michuano ya vijana inaendelea ile ya under 20. Lakini pia ligi kirudi itaendelea tena kwenye uwanja ule ule, na hakuna chochote ambacho kitakuwa kinazungumzwa cha tofauti. Angalia matumizi yalivyo mengi kwenye uwanja ule, lakini angalia namna ambavyo natumika kila siku. Wakati tunazungumza ile mechi ya Ahli na Pyramids ambayo ilichezwa kwenye uwanja ule, siku moja kabla ya mchezo ule walicheza timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 kwenye uwanja ule ule. Kesho yake wakacheza Ahli na Pyramids. Mechi iliyofuata ilikuwa ni ya Zamalek kwenye uwanja ule ule. Alafu kesho yake tena wakaunga timu ya vijana umri chini ya miaka 20. Lakini huoni malalamiko yoyote ya pitch na mvua zinanyesha. Kwa hiyo
nafikiri kuna sehemu tunataka tu kuchukua simple notes. Sawa, nchi yetu imepiga maendeleo sana kwenye sekta ya michezo, na kwa kumalizia kila mmoja ameunga juhudi kama ambavyo rais wetu ameongoza gurudumu hili na kufika hapa tulipo sasa. Mafanikio ambayo tumeyapata chini ya uongozi wake ni makubwa sana kwenye michezo. AFCON mara kadhaa tumefuzu, timu hizi tumeziona zikifika finali. Yanga ameanza finali, Simba sasa, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo natamani tufike pia kwenye mafanikio ya viwanja na miundombinu ya kimichezo, kwa sababu singependa kila mwaka wakati wa mechi CAF inakuja inafungia ama wizara husika kwa ile japo kidogo kusema uwanja huu bwana, kabla CAF hujaufungia uje tuanze sisi kwanza. Kwa hiyo natamani tufike huko ambapo patakuwa ni pazuri zaidi. Tukimalizia kwenye kampa tena, tumeachana na hapo. Sasa tuendelee kwenye Tanganyika na Zanzibar. Miaka 61 ya muungano ambayo imekuwa ni mizuri na yenye neema na baraka nyingi kweli kweli kutoka kwa waasisi wa muungano huu ambao ni hayati baba taifa la Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini pia hayati rais wa kwanza wa mapinduzi ya Zanzibar Karume, ambao tulikuwa nao na waliasisi muungano huu. Sasa siku ya jana kwenye michuano hii ya muungano, klabu ya Yanga imetinga finali ya kombe la muungano kishinda kwa mikwaju ya penalty ya 3-1 baada ya dakika 90 kumalizika kwa sare ya bao 1-1. Bao la kwanza likifungwa na Maxine Zengeli, lakini pia bao la pili ilikuwa ni mkwaju wa penalty baada ya Msheri kusababisha madhara kwa mchezaji wa Zimamoto siku ya jana. Lakini pia Yanga itavana na JKU ambayo ilitangulia finali baada ya kuiondosha Azam kwa mabao 2-1. Finali hiyo itachezwa Alhamisi Mei Mosi visiwani Zanzibar, yani kesho. Sawa. Tuanze kwanza na mchezo wa jana. Mchezo kweli ulikuwa una intensity ile ambayo ilikuwepo? Nafikiri kumekuwa na timu nyingi za Zanzibar zinaanza chini sana mechi zao, lakini muda unavyoenda mbele zimekuwa gain confidence ya kuendelea kusalia mchezoni na kufanya vizuri. Mchezo wa jana Abu Twaribu Mshere anafanya kosa ambalo siwezi kumlaumu sana, kwa sababu uwanja ule ni wa nyasi za tunaita nyasi bandia. Mpira pale unatembea sana, ukigeuza kwa namna yoyote kidogo tu una asilimia nyingi za kufaili kurudia ama kuumiliki kwenye himaya yako. Lakini kama utaniruhusu nitoke nje kidogo ya kia swali lako, kama utaniruhusu, kuna kitu ambacho mimi nimekiona kwa Abu Twaribu Mshere muda mwingi anapocheza. Tangu mechi ile Yanga anacheza na Dodoma pale Dodoma Jamhuri ya mwisho tu ya wakati wa ambao alikosa, nafikiri Jigi Jara ndo mechi ambayo ilimnyima clean sheets zile za kuingia kwenye nani moja na Lei Matampi. Abu Twaribu Mshere ni mmoja kati ya magolikipa bora sana hapa nchini. Inawezekana na makosa yake, lakini sijui wenzetu ambao huwa hawampi nafasi ya kuwa kipa namba 2 huwa wanatazamaje. Labda kwa sababu hapo naye mazoezini inawezekana, lakini kwenye mechi zote ambazo anazicheza Abu Twaribu Mshere kuna utofauti wake mkubwa yeye na wenzie ambao wamekuwa wakipata nafasi ya kucheza. Jana nilimuona akibubujikwa na machozi baada ya mchezo ule. Katika penalty zote ambazo Zimamoto wamezipiga, ni moja tu ambayo hakuifuata kabisa, ambayo ni ile iliyoenda kugonga nguzo. Lakini nyingine zote, hata kama aliruhusu kufungwa, sababu amefungwa penalty moja tu, nayo aliugusa ule mpira lakini mkono haukuwa na nguvu. Najaribu tu kwa assume kama Yanga wanayo goalkeeper wa kiwango cha Abu Twaribu Mshere, kwa nini hawi kipa namba 2? Mechi nyingi tu mimi nimeona akiwa hayupo kabisa. Ama kama yupo basi ni kipa namba 3. Sijui ni nini ambacho kinaendelea ama ni nini ambacho kimekuwa kitokea mazoezini, lakini kwangu baada ya Jigi Jara Abu Twaribu Mshere ndiye goalkeeper bora zaidi kwa Young Africans waliokuwa naye. Ndiye goalkeeper ambaye anaweza kawa na makosa. Kwa mfano mimi ukiniuliza kosa ambalo huwa naliona kwa Abu Twaribu Mshere, nitakwambia labda kidogo wanamuona anasumbuka kwenye mipira hii mirefu ya kuzunguka, yani kama ambavyo kwa Jigi Jara pia anateseka na hiyo mipira ya kuvusha upande wa pili. Hata Mshere huwa anamuona anakosa kitu kama hicho. Lakini ukizungumzia uwezo wa kuchomoka golini na kwenda kucheza mpira, nafikiri bado amekuwa bora. Uwezo wa kuzuia 1-on-1 amekuwa bora sana. Uwezo wa kucheza mikwaju ya penalty amekuwa bora.
Sijui ni nini ambacho kinawafanya Young Africans sometimes hawi goalkeeper nambari 2, sometimes hata benchi hatumuoni, sijui, lakini ni goalkeeper mwenye uwezo mzuri sana ambaye natamani pengine angepata muendelezo wa ziada wa kile ambacho amekuwa akifanya. He's one of the best goalkeepers ambao Young Africans wamebahatika kuwa nao. Lakini in terms of match kiujumla, ni mechi fulani ambayo Yanga kama hawakuwa serious hivyo, ama Zimamoto walichagua kuwa serious kuliko Yanga. Nafikiria hivyo zaidi kwa sababu sikuona effort kubwa sana ya wachezaji wa Yanga kuifanya mechi ile kuwa ngumu. Nafasi walizokuwa wanakosa, namna ambavyo pia walikuwa wanacheza, is like wana enjoy tu ile michuano ambayo wapo kule. Asante. Kuna kitu ambacho umekizungumza Opete, ni pia niliweza kukiona. Yani Young African ukiwa unasema nahitaji matokeo, yani kwamba kujitoa wewe mwenyewe, lakini ukiwatazama mfano wachezaji wa Young Africans kuna namna working rate yao iko chini sana. Ina maana yani hawa give it all, yani hawajitoi kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo wanacheza kwa rhythm yao. Na naweza nikasema kwamba waliokuja kubadilisha ule mchezo ni Zimamoto wenyewe, kwa sababu walianzia chini wakawapa confidence Young Africans kuweza kucheza wanavyojisikia, lakini baadaye kuna namna ambavyo Zimamoto walibadilika. Hata ukitazama namna ambavyo bao lilikuja kufungwa, it's like everybody alikuwa amerelax. Yani Abu Twalib Msheri ana mpira, yes, aupeleke wapi, mabeki wote wamerelax, kila mtu yuko huko juu, yani kwamba hakuna kitu ambacho wanaweza wakakifanya hawa. Lakini baada ya kuwa wameconcede, kuna namna ambavyo kidogo sasa walianza kubadilika, ile intensity ikapanda, na Zimamoto sasa wakawa wameshapata confidence. Ndio sasa tuliona kidogo mechi kwamba hawa ni Young Africans na kuna kitu ambacho wanakitafuta, lakini walianzia chini sana. Mwisho wa siku mpira umekwenda, mechi imekwenda kwenye mikwaju ya penalty ambao ndio hiyo wameweza kuvuka nayo. Lakini kuna namna ambavyo quality yao inawabeba Young Africans. Yani unaweza ukawa hauko kwenye ubora wako, unaweza ukawa down, lakini ile quality ukilinganisha na unaocheza nao, kwamba wewe ukitoa tu 70%, mwenzako amefika hadi 90, still wewe 70 zako zinaweza zikakubeba. Ndio kitu ambacho mpaka sasa hivi kimewawezesha Young Africans kuweza kufika mpaka hatua ya finali. Yani kuna namna ambavyo inaweza ikawa inacheza squad nzuri, wachezaji ambao ni bora, lakini majitoleo yao yakawa kwenye kiwango cha chini. Ndio kitu ambacho naweza nimekiona kama ambavyo amezungumza Nazareth Upete. Kwa hiyo kilichobakia sasa hapa ni mchezo wa kesho ambao wanakwenda kucheza finali. Je, wataingia sasa na hali gani? Wakiingia wako down, umeona JKU ambao wamekuwa bora, wamekutana na timu ambazo ni bora, wameweza kuziondoa kwenye mashindano, na inaweza ikatokea Young Africans wakijichanganya, umeteleza, wamekuwa JKU wametoa ubingwa kwa namna ambavyo, kwa sababu mbele ya Azam walikuwa nyuma kwa bao moja, lakini wamerejea na kuongeza na kushinda. Unatoka hapo unakwenda kukutana na Young. Yes, Azam kuna namna ambavyo si timu ambayo unaweza kuizungumzia kwa sasa. Yani michuano yote wameondoshwa kimazabe kwenye ligi, bado hawaonekani kucompete. Ni kama yani msimu huu Azam kwenye kiwango chake wako down, lakini still huwezi ukawabeza pia JKU. Wanaweza wakatoka na kiwango hicho wakaenda kwa surprise Young Africans. Kwa hata hiyo finali ambayo anaizungumzia nayo ikawashinda, almanusura iwashinde, na ndio inaonekana angalau ndio eneo ambalo kidogo wamekuwa wakizungumza na wakicompete kwamba na sisi tuko finali, which is you can't, huwezi ukalinganisha na finali nyingine ambayo inaonekana kuwa bora zaidi. Sawa, finali hii ambao wanakwenda kucheza, pengine sasa Miluli Hamdi ni muda wake wa kurejesha nyota wake ambao walikosekana. Pengine sasa ni muda wa Miluli Hamdi kurejesha jeshi lake nambari 1 pale Young Africans. Yoyote atakayepewa jezi ya kuvaa kwenye mchezo huo, Almurad anavaa jezi ya Yanga. Switch tafadhali. Nataka nimalize. La. Yoyote ambaye atapewa dhamana ya kuvaa jezi ya Yanga kwenye mchezo huo wa Yanga dhidi ya JKU kwenye finali, hana excuse yoyote ya kufungwa na JKU akaona ni sawa. Asante sana Tengano. Ujuju Tengano. Haujui tu tujalala. Yoyote ambaye atapewa jezi kwamba wewe sasa unaruhusiwa kwenda kutumika kwenye mchezo huu, hana excuse yoyote ya kupoteza finali. Iwe ni Dennis Nkane, hata kama atavalishwa Gift Choni siku hiyo, hana excuse yoyote ya kwenda kupoteza finali, kwa sababu wana weight ya kutosha kuliko vijana wa JKU. Swabezi hata kidogo JKU wana performance nzuri, wana wachezaji wazuri, wana vijana wenye vipaji vikubwa kuanzia kwa goalkeeper mpaka kule juu, lakini bado haitoshi kwa outclass kwa namna yoyote. Lakini wao dhidi ya Young Africans ni weight mbili tofauti, na Yanga mchezaji yote ambaye atavaa jezi
hana excuse ya kwenda kusema hakuwa na quality ya kutosha kuidhuru JKU. Chochote kitakachotokezea, tunaheshimu mpira na maajabu yake, tunaheshimu mpira pia, lakini chochote kitakachotokezea utakuwa ni uzembe na hawatakuwa na excuse. Yani wanachopaswa kufanya ni give it all. Yani give it all. Kama nilivyozungumza kwamba kwenye mechi zilizopita, yani wao kama vile hawakuwa na utayari wa kucheza mechi, yani hawakuwa na intensity ambayo Young Africans tumezoea kuwaona nayo. Kwa hiyo wanachopaswa kukifanya kama Young Africans ili waweze kupata matokeo kwenye huo mchezo ni ile kwenda na utayari wa mchezo kwamba hii mechi naitaka, hii mechi ni muhimu. Akienda kwa mfumo huo, akiweka 80%, nafasi kubwa ya kushinda ni kubwa, kwa sababu ukilinganisha quality ya Young Africans na JKU uweze compare. Young Africans quality yake iko juu, lakini kama walivyokuwa wanacheza mechi hizi zilizopita wakienda kwa mlengo huo, kuna dalili mbaya huko mbele, kwa sababu JKU wameonekana kuwa bora, na JKU ni swala tu la wakiangalia matokeo ya Young Africans waliopita wanaona kabisa mbona kama watu wanaweza tukafanya kitu. Pia wanaamini unapocheza na Young Africans ukashinda, kuna kitu ambacho unakuwa umekionyesha kwenye kiwanja as a team, lakini pia kwa mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo wenyewe watafanya kadri wanavyoweza kutoa 100%, na kama ukitoa 100% uka-work out hard, nafasi ya kushinda mbele ya Young Africans ipo. So Melody Hamdi ni swala tu la kuwa motivate wachezaji kwamba yoyote ambaye ataiva jezi aende kuiwakilisha timu, aende kucheza kama hili ni kombe kubwa, kombe ambalo tunalihitaji, sio tumekwenda tu kushiriki. Sawa, saa 2:23 wakati tunamalizia na Young Africans. Choni, tukumbushe jinsi ya kushiriki. Kabisa, na tayari kuna